Mheshimiwa Kanyaso, Mheshimiwa Mama Kikwete. Mheshimiwa Naibu Spika, nakushukuru sana na naomba nitumie fursa hii pia kumpongeza Mheshimiwa Waziri, yeye na naibu wake na timu yake nzima kwa kazi nzuri ambayo wameifanya na wanaendelea kuifanya. Ninawapongeza kwa taarifa yao nzuri ambayo wameitoa, na mimi nitajielekeza kwenye maeneo makubwa matatu ambayo yametajwa kwenye vipaumbele vya hotuba yake. Moja ni kuongeza uzalishaji, kuhamasisha uwekezaji na kuimarisha utafiti. Mheshimiwa Naibu Spika, kabla sijasahau niende kwenye mifugo. Nimeona kusudio la wizara la kurejesha heleni. Tuliwahi kujadili jambo hili kwenye bunge hili na tukaelekeza wizara ikafanya utafiti wa kutosha ili kuona namna ambavyo linaweza likasimamiwa, na hasa kwenye gharama za heleni zenyewe, kwa sababu ukitazama vizuri zoezi zima ni hitajio la serikali kuliko hitajio la mvuvi mwenyewe. Kwa hiyo tunataka kujua gharama hizi zinakuaje na zinakuwa controlled namna gani, na kwa sababu tunafahamu ufugaji ni maisha na zipo kila siku. Kwa hiyo tunataka kuona namna ambavyo linaweza likasimamiwa bila kuleta kelele. Lakini kwa ujumla wake tunamshukuru Mheshimiwa Waziri. Wafugaji kwa ujumla kelele zimepungua, na nadhani kuna haja ya kutoa tu ushauri kwenye maeneo kadhaa. La kwanza, kwenye eneo hili naipongeza sana serikali. Pale Geita mjini tumepata ujenzi wa mnada kwenye eneo la mnada, tumejenga mnada na iko karibu na josho. Lakini Geita mjini tunayo machinjio ya kisasa ambayo imegharimu zaidi ya bilioni 12. Sasa nataka wataalamu wako ofisini watusaidie kuconnect matumizi ya hiyo machinjio. Kama alivyosema Mheshimiwa Chazi hapa, bado unaona mauzo ya samaki ndani ya mauzo ya nyama nje ya nchi, pamoja na uwepo wa machinjio gharimu pesa nyingi sana, bado ni madogo. Nadhani kunahitajika connection ya fursa hii kati ya Watanzania walioko Tanzania na wateja walioko nje, pamoja na uwepo wa huo mnada, ili kuongeza mauzo, lakini kutumia hii fursa iliyopo pale kwenye mnada. Kinachopungua sasa ni bwawa lile la Kasamwa ambalo ndilo linalofeed josho. Lile bwawa liliharibika, na wakati wa uzinduzi wa ujenzi wa mabwawa tuliomba lile bwawa liwe sehemu ya mpango wa kulikarabati. Mheshimiwa Naibu Spika, sehemu ya pili ninakwenda kwenye uvuvi. Napongeza sana serikali. Idea ya vizimba wakati tunaizungumza huko ndani watu walikuwa hawaelewi tunazungumza nini, na ukimaliza kuongea habari ya fish cages wanakuuliza hicho ni kitu gani. Sasa hivi nadhani karibu kila mtu anaona faida yake. Sasa mambo mawili makubwa kwenye eneo hilo, Mheshimiwa Waziri. Moja, yale maeneo tuliyokusudia kuweka cages yanavamiwa sana na magugu maji, na magugu maji yana uhusiano mkubwa sana na kupungua kwa samaki katika Ziwa Victoria. Nimeona kwenye hotuba yako umesema mahitaji ya samaki katika nchi yetu ni tani 1,200,000, lakini tunazalisha tani 500,000. Maana yake tuna upungufu wa tani karibu 700,000. Zinapungua kwa sababu gani? Mazalia ya samaki kwa ujumla wake, kama kuna mtu anafanya tathmini, yanaendelea kupotea. Yaani kadiri siku zinavyokwenda magugu maji yanatengeneza siltation, yanatengeneza visiwa. Kwa hiyo zile breeding area zote zinasogea, na samaki hazaliwi maji marefu, anazaliwa kwenye kando ya mito, kwenye maeneo ambapo hakuna magugu maji. Kwa hiyo kuna haja ya kuangalia namna ambavyo tunaweza tukafikiria kupambana na magugu, na kamati imesema vizuri sana, imezungumza kuhusu namna ambavyo serikali iweke mkazo kwenye kupambana na magugu maji. Iko haja ya kuangalia namna ambavyo tunawekeza kwenye kufikiria namna ya kuongeza uzalishaji wa samaki kwa ujumla wake, kwa sababu ziwani sasa hivi, kwa mfano Ziwa Victoria, samaki almost wamepungua. Na wamepungua kwa sababu gani? Mazalia yanazidi kuvamiwa na magugu maji. Kwa kadri tunavyowekeza kwenye vizimba, tufikirie kuwekeza kwenye namna ya kupambana na magugu maji, kwa sababu mwisho wa siku tunahitaji vizimba, lakini tunahitaji samaki wa asili wa Ziwa Victoria au wa maeneo mengine waendelee kuwepo. Sisi kwa watu wanaotoka kando ya ziwa, yani uvuvi ni maisha.
Na nimekusikia mara kadhaa unazungumzia mafanikio ya kufunga ziwa. Ni mafanikio mazuri sana kwa serikali, lakini uvuvi ni maisha ya watu. Yaani ni kama ambavyo unaamka, unaoga, unakwenda ofisini. Unapozungumzia kufunga, unafunga aina fulani ya maisha ya watu kwa miezi mitatu. Sasa iko haja ya kupambana na changamoto kisayansi zaidi kuliko kufikiria kufunga, kwa sababu tutaendelea kufikiria kufunga na uko muda utafika tutafunga hata miezi 6. Lakini mimi nilikuwa nadhani maybe tungelikuwa tunaweka hii seasoning, lakini ukitaka kucontrol vizuri ufunge kwa export, usifunge kwa ajili ya watu wa ndani, matumizi ya ndani, kwa sababu ukiacha mauzo ya nje ni chakula lakini ni uchumi. Jambo jingine la tatu ni kwenye malisho ya mifugo. Mheshimiwa Waziri, na kupongeza kwa ujumla wake, nimesema utulivu upo kwenye maeneo ya wafugaji. Juzi tumefanya mabadiliko ya pori la Kigosi. Pori la Kigosi lilikuwa National Park. Tumebadilisha, tukalishusha hadhi, tukalipeleka kwenye Forest Reserve. Forest Reserve sasa hivi inaruhusu watu kutengeneza mabarabara. Inaruhusu watu kuchimba madini open pit. Inaruhusu watu kuanzisha mgodi mle ndani. Sasa mimi najiuliza kama tunaweza kufanya vitu vyote hivyo, ng'ombe ana ugomvi gani na hifadhi? Kwa nini ng'ombe wafugaji wasiruhusiwa kwa formula ile ile, wasiende kukata miti, waingie wafuge? Kwa sababu lile pori lina zaidi ya kilomita square, nadhani na zaidi karibu 10,000, na hekta karibu milioni 10 sina ngapi, ambapo kubwa kiasi kwamba mgogoro uliopo sasa hivi wa wafugaji kupambana na wakulima, kama kutatokea utaratibu kwa namna ya kuwapanga wafugaji kwenye eneo lile, upo uwezekano mkubwa kabisa ugomvi wa wafugaji ukaisha, kwa sababu taarifa naibu spika. Yanafanana. Mheshimiwa Ganga, muda ni mdogo na kila mtu anataka kuchangia jambo lake. Asante naibu spika, nataka nimpe taarifa. Sijakuruhusu. Kaa chini. Mheshimiwa naibu spika, nilikuwa ninaeleza kwamba kama utaratibu huu uliotumika kwa wachimbaji wa madini, jambo jema kabisa, na wamepewa maelekezo, wanalipia GN wanapotaka kukata miti, lakini hawaruhusiwi kukata miti. Na ukiangalia namna ambavyo wafugaji wengi wamekuwa wakigombana na maafisa wa misitu, kumbe upo uwezekano wa kuwapanga kwenye eneo lile, kwa sababu hawakati miti, tukaongeza wafugaji na uzalishaji wa ng'ombe kwenye ile misitu bila kugombana na serikali. Na kwa maoni yangu mimi, mgogoro uliopo sasa hivi, maeneo yote ambayo tuliyatenga kuwa malisho ya mifugo, wakulima wakiingia, mfugaji anasogea mbele. Maana yake ni kwamba kesho ukitenga tena sehemu nyingine kwa ajili ya malisho ya mifugo, watajenga nyumba wale wafugaji, ataingia mkulima, wafugaji wanasogea mbele. Kwa mwisho wa siku tutajikuta hakuna sehemu ya kufuga wala hakuna sehemu ya kulima, kwa sababu kila sehemu unapotenga maeneo ya malisho, kuna mtu anajenga nyumba, anaanza kulima. Lakini kumbe tunahitaji mpango mahususi, ukiachana na NALCO na mashamba mengine madogo madogo amesema hapa Mheshimiwa Mwijage, ambayo kwa ujumla hayatoshi, na mchakato wa kupata hayo mashamba ya NALCO umekuwa ni mkubwa kiasi kwamba wanaopata ni wachache. Tunaweza tukakabiliana na mapungufu haya kwa kutafuta solution nyingine. Lakini jambo jingine ni kwenye malisho ambayo Mheshimiwa Waziri amezungumza. Tunazungumzia tani na uchumi mkubwa kwenye malisho haya. Lakini Mheshimiwa Waziri, hebu watazame wafugaji wako huko tunakotoka sisi. Kwanza inaonekana kabisa sio kipaumbele, kwa sababu wanakimbizana na nyasi kiangazi, wanahama kutoka pointi moja kwenda pointi nyingine, wakati masika wana majani mengi ambayo ikikaribia kiangazi wanayachoma moto. Sasa pengine hapa kunahitajika aina fulani ya utaalamu na ushauri, ili hiki kinachochoma moto badala ya kuchoma moto, na ili wafugaji badala ya kukimbizana kufuata nyasi kila siku kila mwaka mzima, waweze kutumia vizuri maeneo haya kwa kutengeneza hizi nyasi. Nimeona pale Ukiriguru, pale Mwabuki, tuna eneo kubwa sana ambalo pengine kwa maoni yangu mimi lingeweza kutumika kama pilot, watu wakajifunza, wakapata mbegu, kama ambavyo tunafanya kwenye utafiti kwenye kupata mbegu. Na shida kubwa nimeona kwenye utafiti, Mheshimiwa Naibu Spika, kurugenzi inayosimamia hizi taasisi karibu 12 nchi nzima inapata pesa nyingi kuliko taasisi zingine zote. Yaani ukichukua hii kurugenzi iliyoko hapo ofisini, ukachukua na pesa unaowatengea walioko kwenye hizi taasisi, ukigawa, hawa walioko huku wanapata karibu 1/10 ya pesa inayopatikana ofisini. Sasa
hiyo kazi ya utafiti haifanyiki huku ofisini, inafanyika kule kwenye taasisi zenyewe. Mheshimiwa Kanyasu, kengele ya pili.